Sababu za kutokwa na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo ama wakati wa kujisaidia haja kubwa kwa wanaume. Kama una changamoto hii mwanaume mwenzangu ya kutokwa na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo ama wakati wa kujisaidia haja kubwa, basi nisikilize vizuri, nina tiba na nina sababu pia kwa nini unatokwa na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo ama haja kubwa. Sababu ya kwanza inayokufanya utokwe na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo, una changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Unapokuwa na changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa, kuna wakati unakuwa unatokwa na kitu kama usaha, lakini pia wakati mwingine unaweza kutokwa na manii katika njia ya haja ndogo wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kuwa na UTI ya muda mrefu. Kama una changamoto ya UTI ya muda mrefu, inaweza kusababisha kutokwa na chembe za damu, lakini pia wakati mwingine kuweza kutokwa na manii katika njia ya haja ndogo ama wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, kama umefika umri wa miaka 40 na kuendelea, sababu ya tatu inakuwa ni tezi dume. Kwa wenye changamoto ya tezi dume, kuna wakati mwingine huwa wanapata hiyo changamoto ya kutokwa na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo ama wanapoenda kujisaidia haja kubwa, basi utokwa na manii. Sababu ya nne ni pornography. Kwa wale watazamaji wa pornography, yani video na picha za ngono, hii inawahatarisha sana katika upande wao wa afya ya kiume. Inawasababishia wakati mwingine kwanza kukosa ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa ama kutokuwa na hisia, kutokuwa na nguvu za kiume, lakini pia inawasababishia kwamba wanapoenda kujisaidia haja ndogo kutokwa na manii katika njia ya haja ndogo, kwa sababu wanapokuwa wanatazama sana pornography wanakuwa na matamanio, lakini pia kwa wakati ule wanakuwa hawana sehemu ya kuweza kumaliza ile haja yao. Hivyo inawasababishia wao kuweza kupata kwanza mifereji yao ya manii kuweza kufunguka na hata manii kuanza kutoka, lakini pia kwa sababu wamekosa ile sehemu ya kumaliza ile haja yao, basi wanajikuta kwamba wanaacha ama wanakuwa vile. Lakini unapoenda kujisaidia haja ndogo, basi wanapojisaidia tu huweza kutoka na manii, ama wanapomaliza kujisaidia haja ndogo utokwa na manii. Hizi ni changamoto ambazo watu wengi huwa zinawasumbua sana mara kwa mara. Sababu ya mwisho na sababu ya tano, unapokuwa umekaa na mwanamke faragha, mpo romantic, yani mnacheza mnafanya na mambo yenu, lakini pia bila kumaliza, yani bila kushusha ule mzigo. Sasa hii inakusababisha wewe baadaye unapoenda kujisaidia haja ndogo kuweza kutokwa na manii, ama unapoenda kujisaidia haja kubwa pia unaweza kuanza kutokwa na manii. Hizi ni sababu tosha kabisa ambazo wewe huwa zinakusababisha wewe uweze kutokwa na manii, na ni sababu ambazo watu wengi huwa wanazifanya, na watu wengi ambao wenye changamoto hiyo huwa wanapitia mambo kama hayo. Sasa kama una changamoto kama hii, tiba ipo. Acha nikuelekeze jinsi gani unaweza kumaliza changamoto hiyo wewe mwenyewe, lakini pia kama utashindwa unaweza kunitafuta mimi kuweza kupatia dawa niliyoweza kuiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Mizizi ya karafuu, mizizi ya karafuu, tangawizi pamoja na asali. Mizizi ya karafuu na tangawizi utaichemsha pamoja. Baada ya kuchemsha kwa muda mrefu, dakika 15 mpaka dakika 20, utachukua asali utaweka, kisha ukishaweka asali utakuwa unakunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni uwe umemaliza lita 1. Asubuhi mpaka jioni uwe umemaliza lita 1 kwa siku 7 mpaka siku 14. Unapotumia hivi utakuwa umetibu changamoto hiyo ya kuweza kutokwa na manii wakati wa kujisaidia haja ndogo ama wakati wa kujisaidia haja kubwa. Na ukishindwa kuandaa tiba hii, basi unaweza kunitafuta mtaalamu wa kidokta niweze kukuandalia tiba inayoweza kumaliza changamoto hiyo kwa muda mrefu. Yaani utakapoanza kutumia tu ndani ya siku 3 mpaka siku 5, tiba hii ninayokuandalia utakuwa umeweza kutibu na kuweza kumaliza changamoto yako. Popote pale ulipo, nitafute niweze kukupatia tiba hii. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Unapata tiba na unamaliza matatizo yako yote yanayoweza kukusumbua. Mimi ni mtaalamu ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Usisahau kucomment, like na kushare. Save video hii itakusaidia kwa baadaye. Pia
Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, usisahau kunifollow katika channel yetu ya TikTok ili uendelee kupata vipindi vijavyo na tiba na mafundisho yaliyokuwa bora zaidi kwa ajili ya kuweza kujitibu afya yako. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.